majina naitwa Clemens Philip, alimaarufu Kocha Messi, ni msimamizi wa Bigane TV Ramadhani Street Cup. Leo mashindano kwa ujumla yameendaje tangu mwanzo mpaka leo hii mmemaliza raundi ya pili? Mashindano tunamshukuru Mwenyezi Mungu yameenda salama sana mpaka tunafikia raundi hii ya pili, ambapo katika group A anaongoza ni Muonekano baada ya kucheza michezo miwili akiwa na pointi zake 4 kibindoni, na namba 2 atakuwa anashika Nanga FC ambaye leo kafungwa, lakini mchezo wa kwanza alishinda, ana pointi 3, na nafasi ya 3 inashikiliwa na TMC ambao wana pointi 1, wana pointi 2 baada ya kutoka sare michezo yao miwili ambayo toka sare na Muonekano pamoja na Mabibo Boys, na nafasi ya mwisho anashika Mabibo Boys akiwa na pointi 1. Lakini katika kundi B anayeongoza ni FK akiwa na pointi zake 6 baada ya kushinda michezo yote miwili, na Makuburi akiwa nafasi ya pili akiwa na pointi 6, lakini Makuburi yeye yuko nafasi ya pili kwa maana ya kwamba amezidiwa magoli na FK ya kufunga. Na nafasi ya 3 kwa kundi B anashika nadhani ni Kibangu, na nafasi ya mwisho ni Lakasa ambao hawana pointi. Hawana pointi, Kibangu na Lakasa wote hawana pointi. Sawa, ushindani kwa ujumla unauzungumziaje tangu mashindano yameanza mpaka leo hii? Ushindani ni mkubwa sana kwa sababu hizi timu zote zinatoka katika ukanda wa Mabibo na vitongoji vyake. Kwa hiyo wachezaji wengi wanajuana, wanafahamiana na ile kutambiana. Ndio maana mashindano yamekuwa yana mvuto na yamekuwa yenye tija sana kwetu sisi Bigane TV. Tumefanikiwa kwa 100%. Sawa, pengine kuna changamoto gani ambazo mnakumbana nazo tangu mashindano haya yameanza, kwa sababu hii ni mara ya kwanza mwaka huu? Msimu wa kwanza hatujaanza vibaya sana, lakini hata kama tujaanza vibaya, changamoto hazikosekani katika jambo lolote lile. Na changamoto ni kutokana na timu nyingi zinatoka mtaani na ni mwezi wa Ramadhani huu. Kwa hiyo kufika uwanjani kwa muda stahiki inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo hata ile muda wa kuanza mchezo tunachelewa, na hata kupata zile dakika ambazo tumezikusudia 35 inakuwa ni ngumu sana. Lakini kama michezo mingine watu wanawaigi, timu zinawahi, zinafanya warm up mapema, refarii anawahi mapema, tunapata dakika 45 au dakika 40. Kwa hiyo changamoto kubwa sana niliyoiona tangia tumeanza mashindano mpaka tumemaliza raundi ya pili ni hiyo tu, swala la kuwahi la muda. Sawa, na mapokezi ya mashabiki unazungumziaje? Mashabiki kusema kweli tunawashukuru sana wa vitongoji vya Mabibo, Makuburi, tunashukuru sana, wameitikia kwa mwitikio mkubwa mno. Tangia tumeanza mashindano siku ya kwanza mpaka leo hii wameitikia vizuri sana, na nikufahamishe kwamba hata kama kuna mchezo wa mechi ya NBC, kwa mfano Yanga alicheza, kuna mechi ya Bajuzi kasikosei na Coast, lakini mwitikio hapa viwanjani ulikuwa ni mkubwa sana wa mashabiki. Hata mechi ya Simba ya jana watu wameacha kwenda kwenye vibanda umiza, wamekuja uwanjani kuangalia mchezo. Kwa hiyo mashabiki wameitikia sana kwa sababu ni vijana wao ambao wanaona kila siku mazoezini, wanataka kuwaona kwenye mechi wanakuwa na perform vipi. Na ukichangia kwamba uwanja huu wa Mabibo Sahara mwaka karibia wa pili wa 3 hivi hakuna mashindano yote yalikuwa yamefanyika hapa. Kwa hiyo mwitikio wa mashabiki ni mkubwa, na tunawashukuru sana, waendelee kufuatilia kwa mechi zinazokuja za raundi ya 3 na robo finali, nusu finali mpaka finali. Bwana, nikushukuru sana, nikutakia kila laheri kwenye mechi zijazo. Asante sana, karibuni sana, hapa ni nyumbani. Asante sana.